Hii ni barabara maarufu ya kwa Morombo. Ukitokea kwa Morombo kuelekea mjini, na ni barabara ambayo sasa hivi inatengenezwa kuelekea Afcon kwa njia 4, na hapa ni kwa Morombo darajani Fidifosi. Ukitazama hali ilivyo, ikiwa leo ni siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ikiwa ni siku ya mapumziko kwa maana ya holiday, lakini pia kulikuwa kuna tishio la maandamano, au kulikuwa kuna taarifa ya watu ambao walieleza kwamba wangeandamana, na haikuwa rasmi kwamba ni watu gani na sababu zao. Pia baadhi zilikuwa zinaandikwa mitandaoni, lakini hawakuwa rasmi useme kwamba walikopo wanaongozwa na chama ama kundi la watu fulani ambao wako rasmi. Kwa hiyo hali ilivyo majira haya ya asubuhi, kama unavyoona shughuli zinaendelea, kwa maana ya baadhi ya maduka yamefunguliwa, lakini pia watu sio wengi. Hii ni miongoni mwa barabara ambazo huwa zina watu wengi, hasa nyakati hizi za asubuhi wakiwa wanajiandaa kuelekea mjini, kwa sababu upande huu ni upande wa mashariki ambapo ndipo Arusha mpya inajengeka. Watu wengi wanakaa upande huu kwa Morombo kuelekea Muriet, Terrat kwa sababu kubwa mbili. Ya kwanza ni eneo ambalo liko bado halijajengwa, kwa hiyo ni sehemu ambayo ina makazi mapya mengi, lakini pia ni karibu na kufika mjini kutokana na ruti zake kuwa fupi. Yani kuna vituo kama 4 tu kutokea mjini na unafika labda Morombo, na kutoka kwa Morombo unaweza ukachukua usafiri mwingine wa kupeleka sehemu nyingine. Kwa hata haisi, idadi ya haisi nyingi zipo huku, kwa hiyo swala la usafiri kwa upande huu sio changamoto. Kwa hiyo watu wengi sana wamehamia huku, wamejenga huku, wamepanga huku. Kitu kingine pia kinachofanya upande huu wa mashariki kuwa na watu wengi ni kwa sababu ya urahisi wa kufikika. Kuna barabara zaidi ya 4 ambazo zote zinazunguka kutokea mjini na kufika huku, tofauti na baadhi ya maeneo ambayo hukuta kuna njia moja. Kwa hiyo hiyo imeyafanya maeneo haya kuwa na watu wengi ambao mara zote huwa wanatoka asubuhi kuelekea mjini, lakini pia wanatoka mjini jioni kurudi huku. Hapa ni Simba Truck, kwa wale ambao wanapofahamu Arusha wanaweza kuwa wanaona hapa Shell Simba Truck. Watu wapo, baadhi vijana bodaboda wanaendelea na shughuli zao kama unavyoona. Wapo wengine wanaotembea kwa mguu. Yani hakuna kile ambacho labda kiingezaniwa kama ni vuguvugu la maandamano au dalili za uwepo wa vuguvugu hilo hadi nyakati hizi. Hali ni shwari, unaweza kusema hivyo, na tumetembea kutokea tulipotoka, hatujakutana na askari ambao wapo kazini. Zaidi ya pale tulipopita eneo la Fidifosi, kuna askari ambao wao wengine walikuwa wanavuka kwenda upande wa pili kwa ajili ya shughuli zao tu za kawaida, lakini hadi tumefika hapa hatujakutana na patrol ama draw yoyote, patrol ama task force yote ya jeshi la polisi au vyombo vya ulinzi na usalama kuonyesha kwamba kuna tahadhari yoyote ambayo inachukuliwa kwa maana ya kutuliza ghasia ama kuwa tayari kwa chochote kitakachotokea. Kwa hiyo kuelekea kwa njia hii kuelekea mjini, hali iko shwari, na pale mbele unapotazama ni eneo la Safina. Nyakati za Jumamosi na Jumapili waumini wengi huwa wanakusanyika hapa kwa ajili ya ibada. Tunaitafuta JR sasa, alafu tutafute kona ya Mbauda kupitia Maua na Pepsi, alafu tuelekee mjini kabisa. Daladala zinafanya kazi, sio nyingi kama ambavyo imezoeleka, na hii labda ni kwa sababu ya holiday, lakini pia watu wengi huenda leo wamechagua kukaa nyumbani kupumzika. Tazama watu wanakula lomoni hapo pembeni, wanazungumza yani. Kwa hiyo hali ni shwari kama unavyoona, kwa maana ya kwamba hakuna viashiria vyovyote vya kuifanya hali hiyo isiwe shwari. Hapa ni JR kwa JR, kituo hichi kinaitwa JR ya Osunyai. Kutoka hapa kuna duka la dawa. Baada ya duka la dawa kuna kituo kinaitwa Pepsi. Baada ya Pepsi kuna kituo kinaitwa kwa Maua. Baada ya kwa Maua kuna kituo kinaitwa kona ya Mbauda. Kama
kila kitu kiko kwenye mstari wake, na ukitazama pande za pembeni zote unaona barabara imesafishwa kwa maandalizi ya kutengeneza njia 4, hali ambayo itarahisisha sana usafiri kwa watu wanaokaa mashariki ya huku, kwa maana ya kwa Muromba, Murieti, Terati, Mkono, hata pia wanaenda Kisongo, wana shortcut ya kutokea hapa na kuungana na barabara bypass na kuendelea na shughuli zao. Kwa hiyo hii barabara ni ya muhimu sana. Ukiacha masuala ya AFCON, ni mpango mzuri ambao ulikuwepo muda mrefu, ambao haukuwa tu kwa sababu ya AFCON. Ulikuwa ni mpango ambao kwanza ulipitishwa na bunge lililopita, kuonyesha kwamba bunge lililopita kwanza hakujadili sana kuhusiana na masuala ya AFCON, lakini kutokana na miradi ile ya tactic ilipendekezwa kwamba kuwe kuna njia 4 ambazo sasa utekelezaji wake ndio unaotekelezwa hivi sasa. Hapa tunakaribia sasa kwenye kona ya Mbauda, na hili ni soko la Mbauda. Ukitazama hapo watu wamefungua bidhaa zao, shughuli zinaendelea, maduka yamefunguliwa na nini. Watu sio wengi, lakini ndio hivyo, yani wapo. Sasa wingi unaweza kuupima wewe kwamba wengi wanaanzia wangapi, lakini watu wapo zaidi ya 3, 4, 5. Kwa haraka mimi naona wapo zaidi ya 100 hapa kwenye kila sehemu ambayo napita. Kwa hiyo tuseme wapo na shughuli zinaendelea kama kawaida katika eneo hili la Mbauda. Eneo hili la Mbauda sifa yake kubwa, nakwambia hii ndio njia panda ya kwenda duniani. Watu wa Arusha wanakuambia hapa ni njia panda ya kwenda duniani. Yaani kama unataka kwenda nchi yoyote, hapa ndio njia panda. Na wanasema ni njia panda kwa sababu kubwa moja. Umeona ile eneo upande wa kushoto na kulia kuna magari, unaona ni malori lakini pia ukitazama vizuri leo sio sana, lakini mara nyingi huwa kuna nafaka zimewekwa pembeni, kina mama wanachagua, inaweza kuwa ni maharage, inaweza kuwa mahindi. Watu wanakuja kuchambua hapa na kuchagua, kisha yanapimwa. Ukitazama upande unaona hiyo mifuko, unaiona hiyo ni mahindi. Kwa hiyo gari nyingi huwa zinakuja hapa na kupakia hii mizigo na kuipeleka katika nje nchi jirani. Sasa inaweza ikawa ni Nairobi, inaweza ikawa kwa maana ya Kenya, inaweza ikawa ni Uganda, inaweza ikawa ni South Africa, inaweza kuwa Malawi, inaweza kuwa Burundi. Yaani kutokea hapa ndo njia panda ya kwenda nchi yoyote, kwa sababu kupitia hayo magari ni rahisi wewe kusafiri na kwenda kwenye hizo nchi kwa maana ya kupata lifti. Kwa hiyo hii ndo njia panda ya kwenda duniani. Arusha unapaita hapa Mbaudani. Ukipita upande huu wa kulia ni barabara ambayo inashika nafasi ya kuelekea mikoa ya Manyara, Dodoma, Singida na vitu kama hizo. Lakini ukishika barabara ya huku unaelekea mjini. Tunasubiri hapa taa turuhusu safari yetu ya kuelekea mjini iende. Zikiwa ni dakika 8 hadi hivi sasa tukiwa tunakuonyesha hali ilivyo barabarani. Bado hatujakutana na kizuizi chochote ikiwa cha usalama ama cha watu wowote hadi hivi sasa. Na hiyo ni kuonyesha tu kwamba tahadhari ya kiusalama huenda ipo kama kawaida, kwa sababu mara zote tahadhari hizi huwa zinakuwepo kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lakini huwezi kuviona viko barabarani. Mara chache sana kuvikuta viko barabarani. Na leo tunaona ikiwa ni dakika 10 kutokea kwa Morombo hadi hivi sasa tunaitafuta tuone. Baada ya dakika 10 tuta sitisha hichi, alafu tuende eneo jingine kuonyesha tu kwamba je, hizo tahadhari ziko kwa namna gani. Na hapa tunazungumzia katika hizi dakika 8 ambazo tumezihesabu, tumetembea zaidi ya kilomita 8. Yani tumetembea zaidi ya kilomita 8 kwa sababu kutokea kwa Morombo hadi mjini ni kama kilomita 10 hivi, lakini tumeanzia eneo la Feed Force pale tulikuwa tumezikata kilomita 2. Ukitazama barabara hii ni barabara ya Shamsi kuelekea kona Nairobi, Ngarenaro. Barabara hii nayo pia ni nyeupe kama unavyoiona, kwa maana ya kwamba shughuli zinazofanyika pembezoni mwa barabara zinaendelea, lakini kwa uchache. Katika eneo hili la barabara pembezoni huwa kuna biashara za kuuza vifaa vya mbao, furniture, mbao zenyewe, lakini kuna sheli kidogo. Maeneo haya kuna sheli 2. Huwa kuna gereji bubu pia katika maeneo haya. Kwa hiyo zinaendelea kwa udogo huo. Sehemu ambazo wanauza pia chakula zinapatikana upande wa kushoto na upande wa kulia. Lakini hapa kuna kituo kizuri sana cha kula bata kinaitwa Arusha Raha. Arusha ndo hapa ambapo kinapatikana. Kwa hiyo Shamsi
Arusha Raha unapita hapa, lakini kuna kona hii ya kuelekea Ngusero. Na wanaambiwa Arusha kuna njia 4, kuna ile Morombo kuna njia 4, kuna ile ambayo tumeipita, alafu kuna hii hapa, alafu pia kuna njia nyingine ambayo unaweza kupitia Uswahilini kwenda kwa Morombo. Lakini pia kuna njia nyingine unaweza kupitia Njiro kwenda kwa Morombo. Kwa hiyo kwa Morombo ndo kwa watu wanaojua mipango miji ndo njia pekee ambayo ndo eneo pekee ambalo lina njia nyingi na kulifanya kuwa eneo ambalo watu wengi wamependa kuishi, kwa sababu huwezi kukwama kufika mjini kwa wakati unaotaka. Ndio maana sisi tuna dakika 10 sasa hivi tunazitafuta, lakini tumeshaingia mjini. Tofauti na maeneo mengine utakutana na foleni, utakutana na msongamano, kwa sababu unakuta njia ni moja. Tupo kona Nairobi, hapa ni kama getini kuingia mjini kabisa, na hali kama unavyoiona idadi ya watu kidogo inaongezeka, kwa sababu huku watu wanatokea upande wa pili ambapo ni sokoni, wanaenda kuchukua mahitaji katika soko la Kilombero. Sasa tutaendelea katika video nyingine ya kuonyesha kile kinachojiri kutokea hapa. Tulifaidi dakika 10, alafu tutaweka pause, tutaenda sehemu nyingine. Sasa baada hapa tutapita njia kuelekea sokoni, tuone hali ikoje. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Kurumbo Baba kutoka kaskazini mwa Tanzania, Arusha. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.